na goli hili anapopata goli kama hivi kule kujiamini kunaongezeka pasipo na shaka yoyote. Yeah, kabisa. Hali ya kujiamini kwa mchezaji na inaongezeka kwa sababu washambuliaji wanaishi kwa kufunga magoli. Ndio. Mshambuliaji anapofunga goli yani inabadilisha taswira kabisa na uelekeo wa maisha yake ndani ya uwanja. Kwa hiyo na hata nje ya uwanja. Kwa sababu anaweza asicheze vizuri au asena game nzuri, lakini akawa amekupa goli 2, amekupa goli 1, na katika magoli aliyofunga anaweza kama amechangia timu kuondoka na ushindi au kuondoka na alama kwenye mchezo husika. Kwa hiyo nafikiri kuna namna watu wanatengeneza matarajio, kitu ambacho sio kosa, lakini kuna uhalisia pia wa mchezaji. Wachezaji wanapotoka kwenye timu za madaraja ya chini kuja madaraja ya juu, kuna mazingira ya tofauti kabisa wanakutana nayo, kuanzia kwenye malipo, aina ya maisha anaokuja kuyaishi, pressure, ni vitu tofauti. Na ndio maana mimi huaga na praise sana wachezaji ambao amefika tu alafu anaanza kuonyesha uwezo katika daraja la juu sana. Sio rahisi hata kidogo. Na kwa bahati mbaya sana anaweza kama ametoka kwenye taifa ambalo matumizi ya mitandao ya kijamii sio makubwa sana kama labda ilivyokuwa kwetu. Hili ni swala la kisaikolojia tu sasa ya mchezaji. Sawa, ndo of course Ashraf atatusaidia, lakini kwa kijana hata asubuhi nilikuwa nazungumza, vijana wanahitaji msaada mkubwa sana kisaikolojia. Yes, kwa sababu mchezaji let's say miaka 22 23 au mchukulie mfano la Lamine miaka 20 19. Vao usika ulivyokuwa na miaka 19 20 ulikuwa na akili ya namna gani katika ukuaji wako? Unaweza kukuta ulikuwa ni hata ule uelewa wa kiutu uzima huna. Yaani uko bado kwenye hatua fani ya chini ya ukuaji. Sasa fikiria ule mtu sasa hapo anaitumikia klabu ambayo ina washabiki milioni 20 30 wapo nyuma yake na wanamtegemea ndio ibebe timu. Pressure ni kubwa, lakini sasa kwenye umri huo mchezaji anataka akue, lakini vile vile acheze kwa malengo tofauti. Na mfano ukienda Simba Chama sasa hivi anacheza kwa malengo kwa sababu huko kwenye kukua kwenye kunini ashamaliza. Lakini Dumbia yupo kwenye stage ya ukuaji. At the same time lazima aweke target kwenye game yake kwamba anatakiwa afanye hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa hizi ni timu ambazo watu wana expect unapokuja ulete kitu kikubwa. So kwa hiyo mchezaji lazima ukubaliane na ile pressure, alafu utafuta njia mbadala ya kukabiliana nayo hayo mazingira. Kwa mfano mchezaji kama huyu inawezekana ndio maana goli alivyofunga goli ameenda kumkumbatia coach. Inawezekana kuna message mwalimu alimpa kwamba bwana, licha ya maneno yote yanayozungumzwa, focus kwenye game. Kwa sababu unachoweza kufanya wewe kwa kuwafunga watu midomo ni kucheza vizuri na kufunga au kufunga magoli ya kutosha. Mwisho siku watu watakukubali, tu watakupokea kwa sababu si unafunga na watu wanafurahia. Ndio football, watu wanataka kuona magoli, wa entertain matokeo. Ashraf, ulikuwa na wasiwasi tangu kipindi fulani hapo nyuma juu ya goalkeeper wa Simba Kasali. Na hata leo goli amefungwa hapo Kasali. Anaonekana kama ubora wake sio kama ambavyo watu wanafikiria zaidi ama wanakitegemea kutoka kwa goalkeeper kama yeye, taifa likotoka, lakini pia klabu anayochezea. Na wewe ulianza kuonesha kwamba nao Simba pengine wanahitaji kabisa goalkeeper mwingine. Bado msimamo wako huko pale pale. Upo hivyo hivyo Juma. Na kosa ambalo amelifanya leo ni makosa ambayo kila siku huwa anafanya. Ni ya kujirudia. Yes, Kasali hajui kwamba huu ni mpira wa kupunch, hajui kwamba huu mpira ni wa kukechi. Kosa kubwa kwa golikipa daraja la Simba Juma. Sasa unajua unapokuwa kwenye furaha wakati mwingine ni ngumu kuweza watu kurealize matatizo ya mtu kama hautaki kufanya deep analysis. Anacheza kwenye ligi yetu, anafanya the same mistake lakini haadhibiwi. Ndio maana ni easy mtu kuja kukuambia kwamba kwani ni makosa gani anayofanya, kwa sababu huwa haadhibiwi mara kwa mara kutokana na ushapu let's say wa washambuliaji wanaocheza kwenye ligi yetu. Sawa? Lakini utakapoenda kwenye michuano mikubwa ambayo unakutana na washambuliaji ambao wana akili kubwa, wanajua ku attack space, wanajua kuishambulia second ball, ni easy kuadhibiwa kama alivyofanya leo na Tigisi. You understand? Huyu ni goalkeeper ambaye positioning yake hasa kwenye mipira ya pembeni au mipira ile ambayo inakuja moja kwa moja direct, hajui tofauti wa kukatch mali na Sasa hiyo ni kazi ya nani? Ni kazi ya goalkeeper, sio ya mwalimu. No. Goalkeeper. Yes, mwalimu. Yes. Sasa kama yanajirudia maelekezo sio mazuri kutoka kwa goalkeeper. Yanaweza kama mazuri, lakini wewe mapokeo yako Juma, wewe ulishawahi kuwa mwalimu. Ulipokuwa na wanafunzi unawafundisha wanafunzi wako kwenye ile professional yako, wewe ulikuwa uko vizuri, si ndio? Kuna wanafunzi walikuwa wanafaulu, kuna wanafunzi walikuwa wanafeli. Kosa lilikuwa linabaki kwa la nani? Ni wewe au wanafunzi ambao pia
unajua understanding tunatofautiane. Kuna first learner wale ambao wanawahi kuelewa, kuna wengine mwalimu anatakiwa urudie, na kuna watu standard yao unabaki kuwa pale pale ilipo hata uwafanyeje. Juma Kasari ni golikipa ambaye ana changamoto ya namna hiyo, amekuwa akifanya makosa mengi ya namna hiyo. Ndio maana hata mimi nishawahi kuzungumza mara nyingi, hata kuandika kwamba huyu mnayemuona golikipa mzuri, mimi naamini Simba alikuwa anatakiwa kupata golikipa mwingine beta kuliko huyu ambaye yupo. Alichokifanya leo mimi huwa hakinishangazi. Tutarajie kuviona kwa sababu amekuwa akiishi, kwa sababu ni moja wapo ya weakness ambayo yuko nayo. You understand? Kwa hiyo ni changamoto ambayo yeye mwenyewe anatakiwa kujiboresha. Naamini walimu pia, kwa sababu mwalimu wa goalkeeper huwa anashuhudia mechi na anafanya analysis baada ya game kumwambia kwamba una changamoto ABCD mpaka hapa. Wewe mwenyewe unatakiwa kujua kwamba ni namna gani naweza nikaboresha. Mfano, kuna magolikipa ni wazuri kwenye kufanya saves, ni wazuri kwenye lakini ni wabovu Juma kwenye kutumia miguu yao vizuri. Kwa hiyo wewe unapodili na golikipa namna hiyo, mnatakiwa, ndio ile kocha anakuambia no, huyu mtu msipende sana kumrudishia mipira kwa sababu tutakuwa tunapoteza mingi. Moja kati ya changamoto yake nyingine, yeye hawezi kupiga pasi sahihi kwenda mbele. Sijui unanielewa? Yaani mipira mingi akipiga yeye haimlengi mtu, inakuwa ni 50-50. Sasa kwenye mpira sasa hivi unapokuwa golikipa, unapopiga mpira you have to target someone. Yaani hiyo kwamba mpira nampelekea nani? Sijui unanielewa Juma? Ndiyo. Ile kupiga 50-50 mara nyingi unaitia timu kwenye pressure, kwa sababu how build mashambulizi kutokea kwenye mguu wako. Kwa hiyo mimi naamini Simba walitakiwa kupata golikipa mwingine, a better goalkeeper kuliko huyu aliokuwa naye, lakini kwa kuwa wao wenyewe wanaamini kwamba huyu Kasari atawafikisha kwenye nchi ya hadi, then well and good, lakini mimi kama Ashrafu nilikuwa naamini kwamba walikuwa wanatakiwa kupata a better goalkeeper. Joji, sehemu pekee ya kurectify matatizo na changamoto za kiufundi ni uwanja wa mazoezi. Yeah. Kama makosa yanajirudia, tunasema ni class sasa ya goalkeeper ndio iko down, ama tunaiangalia pia hata nyuma yake wanaomwelekeza, kwa maana kwenye technical staff pale, kwamba kunawezekana kukaa na changamoto? Inategemeana. Inategemeana kwa sababu tunafanya tathmini kwa kuzingatia maeneo yote mawili. Lakini mfano Juma umewahi kuwa mwalimu. Ndio. Wa vijana wako walikuwa wanafanya mitihani ya nje na shuleni kwenu, matokeo yalipokuwa yanakuja, mlikuwa mnapima ama mnaakisi kwamba okay, Juma uwezo wako wa kufundisha ni huu kutokana na aina ya marks ambazo zimerejea baada ya mitihani kusahihishwa. Ndio. Sasa kwenye football inafanya kazi tofauti kidogo. Unajua kuna stage ukifika utakiwa tena kumhoji mwalimu. Ndio. Kwa stage ya Kasal 28 miaka 28 kuna makosa fulani ya kiufundi anayofanya yapo ndani ya uwezo wake. Wakati mwingine tunawapa mzigo mkubwa sana walimu. Hata wewe katika ufundishaji wako, siamini ulikuwa unawatafunia wanafunzi kila kitu. Kuna muda, ndio maana kuna preparation zile maandalizi. Kuna muda mwanafunzi ndio inabidi atafute notes fulani asome, aongeze kitu. The same kwa players. Kuna makosa ni basic tu. Uhitaji hata kumsingizia mwalimu, wala uhitaji kumtaja mwalimu kama ni chanzo cha matatizo. Mfano, akifanya makosa ambayo anafanya Kasari sasa hivi, akifanya mchezaji ama golikipa mwenye umri wa miaka 17, 18, nitamquestion mwalimu. Kwa sababu yule kijana yupo katika hatua ya ukuaji, anahitaji elimu ya kutosha. Unanielewa? Ndio. Diara pale alipo, sawa? Ndio. Huenda kuna walimu wanakuja wanamuongezea technique mpya, lakini 90% ya techniques zote anazijua. Kuna mwalimu anakuja anamsaidia kumaintain kile ambacho anaweza akafanya, kutunza tu ule uwezo wake. Unanielewa? Ndio maana kuna wachezaji wanakuambia da, mwalimu fulani aliondoka, kuna kitu kwangu kinapungua. Sasa sijui, lakini nafikiri matatizo mawili makubwa ndio ambayo yanamsumbua Kasali. Moja ni maamuzi. Anafanya maamuzi baada ya matukio kutokea. Ukiwa uwanjani lazima ufanye maamuzi kabla ya tukio halijatokea. Tunasema speed of thought. Kasi yako ya kufikiria inapaswa kuwa kubwa mno. Yaani unatakiwa kufikiria kabla yani sekunde 5 kabla ya tukio halijatokea. Mtu ana shoot, lazima uangalie positioning yako kwenye milingoti mitatu. Ipo sahihi? Nimesogea mbele sana au nipo kwenye nafasi sahihi? Mpira huu unaokuja siwezi kuuketch. Yaani ushajua mpira unapigwa kwa kasi. Siwezi kuuketch, lazima niongezee safari. Hivi ni vitu ambavyo natakiwa vijue. Sasa nafikiri anatakiwa kuboresha zaidi. Debate ya makosa. Of course football ni game of mistakes, lakini kuna nyakati ambazo au kuna level ambayo utarajii kuona makosa mengi sana. Ndio maana
Juma unaangalia sana mpira. Unaweza unaangalia tu mechi ya Brighton na Brentford. Mtu akishafanya tu kosa, kocha kwenye benchi tu kule anaweka mikono kichwani. Kwa sababu unajua lile ni goli. Yaani wakituacha basi wale wamezembea, lakini kwa ubora wa ligi na timu automatically mtu anaenda kutuadhibu. Kwa hiyo wanatakiwa kuboresha. Kuboresha sasa ni kufanyaje? Kumleta mtu mwingine sio? Kuboresha kuna mambo mawili. Moja ni ku-upgrade kwenye hiyo position kwa maana kutafuta mtu mwingine, au jambo la pili alizungumziwi sana ni ushindani aliokuwa nao kwenye hiyo nafasi. Sahihi. Yani ushindani. Sasa hivi unajua ligi yetu hairuhusu kuwa na magolikipa wa kigeni wawili, si ndio? Angalia aliyopo nyuma yake. Ni Hussein Abel, si ndio? Ndio. Ukiangalia utofauti kati ya Hussein Abel na huyu aliyopo sasa hivi, unaona ni kuna umbali kidogo tofauti, si ndio? Kwa sababu kwanza Hussein Abel game time apati ya kutosha. It has been a long time akiwa anacheza. Tumekuja kumuona at least kwenye michuano kidogo, si ndio? Kwa kama hachezi kwenye ligi hawezi kuwa bora. Yani Juma huwezi kuwa bora kama hauchezi. Always tumekuwa tukizungumza. Lakini anayecheza pia anafanya mistake ambazo kama ingekuwa yupo mtu mwingine ambaye anaweza kumchallenge pia, kungekuwa na ushindani, hata yeye pia angekuwa anajua okay, nyuma yangu huko hapa kuna ushindani mkubwa, anatakiwa kupull up, si ndio? Lakini kama unageuka nyuma unamwangalia Hussein Abeli, unasema no, mimi nitacheza tu kwenye hii timu. What if kama kungekuwepo na Pinpin Kamala alafu yeye yuko pale? Sijui unanielewa Juma? Yani yeye mwenyewe alikuwa anajua kwamba kama Pinpin Kamala yuko hapa alafu ana ubora namna hii, mimi natakiwa kupula hapo unless sasa hizo sitocheza kwenye hii timu. Lakini ushindani pia uliopo kwenye lile eneo ni unamfanya yeye kuendelea kuwa comfortable kwenye lile eneo. Okay, Magunga, tuangalie mashindano yalivyokuwa. Hizi timu sasa zinarudi kwa ajili ya msimu mpya. Wengine walikuwa nazungumza mwalimu anaweza akawa anaficha silaha zake, yani hajataka kufunguka, kuweka watu wagundue kwamba hii timu ni hatari. Lakini wengine wanasema no, unapocheza pre-season mechi kama hizi za pre-season ndio mechi za kutumia vizuri. Una kama ni kikosi chako cha